Moja ya uwekezaji bora zaidi kwa watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati ni uwekezaji wa pamoja. Bila shaka umewahi kusikia UTT AMIS. UTT ni uwekezaji ambao ni rahisi sana kuanza, ni uwekezaji salama zaidi. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unaogopa kuanza uwekezaji kwa sababu unaogopa kupoteza pesa, basi unapowekeza pesa zako na UTT AMIS, basi pesa zako ziko salama kabisa. UTT AMIS ni moja ya taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Fedha inayowasaidia watu binafsi, vikundi na makampuni kuanza kuweka akiba inayoongezeka, kuanza kuwekeza na pesa yao inaongezeka. Ni uwekezaji salama zaidi. Leo nitakwambia mambo muhimu unayopaswa kuyajua kabla hujaanza kuwekeza katika uwekezaji wa pamoja, hasa UTT AMIS. Nitakufahamisha mifuko 6 inayopatikana katika taasisi ya UTT na nitakwambia mfuko bora zaidi wa wewe kuanza kuwekeza. Nitakwambia kwa nini uwekeze katika mfuko umoja na sio mfuko ukwasi, kwa sababu kuna mifuko 6 katika taasisi ya UTT AMIS. Kuna mfuko umoja, kuna mfuko wa wekeza maisha, kuna mfuko wa jikimu, kuna mfuko wa watoto, kuna mfuko wa liquid ukwasi unaopendwa na watu wengi. Nitakwambia kwa nini watu wengi wanapenda kuwekeza katika mfuko wa ukwasi au liquid. Lakini pia kuna mfuko wa hati fungani, bond fund. Nitakupa sifa ya kila mfuko na nitakwambia mfuko utakaokufaa kutokana na kipato chako, nitakwambia mfuko utakaokufaa kutokana na malengo yako, nitakwambia mfuko utakaokufaa kwa sababu kuna watu wanaogopa kuwekeza kwenye sehemu za hatari. Katika hii mifuko 6 kuna mifuko 4 ambayo ina hatari ya wastani lakini pia ndio ina faida zaidi, na kuna mifuko 2 ambayo haina hatari kabisa. Yaani ukiweka pesa zako una uhakika wa 100% kwamba pesa zako ziko salama na zinaongezeka. Nitakwambia kwa nini uwekeze katika mfuko fulani na sio mfuko fulani. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene. Kama ndio kwa mara kwanza unanitazama, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani Certified Financial Educator. Nimeandika vitabu 4 vya masuala ya fedha, ikiwemo hiki kinaitwa Akili ya Fedha, kinachofundisha mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Kwa hiyo kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kukufundisha uwekezaji bora zaidi kwa watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati. Na huu uwekezaji bwana wa leo ni uwekezaji bora kwa wale watu ambao mnaogopa kuwekeza kwa sababu mnaogopa kupata hasara. Nitaenda kukufundisha mifuko 6 inayopatikana katika taasisi ya UTT AMIS. Bila shaka umewahi kusikia UTT AMIS. Watanzania wengi wanapenda kuwekeza katika uwekezaji wa pamoja, hasa UTT AMIS, kwa sababu kubwa 2. Sababu ya kwanza ni uwekezaji salama zaidi. Badala ya wewe kwenda kuwekeza katika hisa ambako ni rahisi kupoteza hela, unawekeza kwenye hii taasisi. Hii taasisi inaenda kuwekeza kwenye hisa kwa niaba yako, lakini yenyewe ina wataalamu wa kutosha, hivyo wanakuwa makini katika kuchagua kampuni ya kuwekeza. Badala ya wewe moja kwa moja kwenda kuwekeza katika kampuni fulani katika soko la hisa, unapowekeza katika hii taasisi na wataalamu wanawekeza katika sehemu, na wanapopata faida wanakugaia na wewe sehemu ya faida. Kwa Watanzania wengi wanapenda kuwekeza katika taasisi ya UTT AMIS kwa sababu ni salama zaidi. Yani sio rahisi kupoteza pesa, riski ni ndogo sana ukilinganisha na ukiwekeza katika hisa. Lakini sababu ya pili ya kwa nini Watanzania wengi wanapenda kuwekeza katika uwekezaji wa pamoja au UTT AMIS ni kwa sababu ni uwekezaji unaowafaa zaidi watu wenye kipato cha chini na watu wa kipato cha kati. Ukiwa hata na 15,000 unaweza ukaanza kuwekeza katika taasisi ya UTT AMIS. Ukiwa na 100,000 unaweza ukaanza kuwekeza. Sasa bwana, hapa nitakufafanulia mifuko 6 inayopatikana katika taasisi ya UTT AMIS, lakini mwisho nitakwambia mfuko bora utakaokufaa kutokana na kipato chako. Nitakwambia mfuko bora utakaokufaa kutokana na malengo ulionayo. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Na moja kwa moja tuanze na mfuko wa kwanza ambao ni mfuko wa umoja. Ni mfuko wa kwanza kuanzishwa, ulianzishwa mwaka 2005. Na tangu mwaka 2005 mpaka leo 2026 mfuko umekuwa ukifanya vizuri sana. Na mfuko wakati unaanzishwa bwana, ulikuwa ni kipande kimoja kilikuwa kinauzwa kwa shilingi 70. Lakini leo ninavyoongea na wewe kipande kimoja cha mfuko wa umoja ni shilingi 1530. Mfuko umekuwa kwa mara 21. Hii ina maana gani? Mtu aliyeweka milioni 1 wakati mfuko huu unaanzishwa leo ana milioni 21. Mtu ambaye aliweka milioni 10 wakati mfuko huu unaanzishwa mwaka 2005 leo ana milioni 210.
Si unaelewa? Kutoka milioni 10 mpaka milioni 210. Hiyo ni pesa nyingi sana mpendwa. Kwa mfuko umeperform vizuri sana. Yaani umekuwa kwa mara 21 kutoka shilingi 70 na leo ni shilingi 1530. Ni mfuko mzuri sana. Ni mfuko ambao kila mtu anaruhusiwa kuwekeza, Mtanzania mkazi na Mtanzania ambaye sio mkazi. Na kwenye mfuko huu bwana, unaweza ukawekeza wewe kama mtu binafsi, unaweza ukawekeza wewe na partner wako na mwenza wako, mnaweza mkawekeza kama kikundi, mnaweza mkawekeza kama taasisi, kama kampuni. Wote mnaruhusiwa kuwekeza, na unaruhusiwa kuwekeza katika mfuko huu kwa kuwa na vipande 10 tu. Kwa lugha nyingine, ukiwa na shilingi 15,000 unaweza ukaanza kuwekeza katika mfuko wa Umoja. Umeona Na ukihitaji pesa yako katika mfuko huu ni ndani ya siku 10 za kazi. Kwa hiyo ukitaka kupata pesa yako ndani ya siku 10 za kazi, na unapotaka kupata pesa yako utakatwa 1% tu ya thamani ya mfuko kwa wakati huo. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Sasa huu mfuko lazima ule kwamba una sifa ya hisa, kwa maana ya kwamba mfuko unawekeza kwenye maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza unawekeza katika hisa, yani nachukua pesa yako wewe ukiwekeza katika hii taasisi inachukua pesa yako inaenda kuwekeza kwenye kampuni zinazofanya vizuri katika soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa lugha nyingine, mfuko huu una hatari ya uwekezaji ya wastani. Kwa unapowekeza katika mfuko huu lazima uelewe kuna hatari ya uwekezaji ya wastani. Japo kwenye uchumi tunasema usiogope kuwekeza kwenye hatari, kwa sababu sehemu yoyote ambako unawekeza ambako kuna hatari pia kuna faida nzuri sana. Na ndio ukiangalia katika mifuko hii 6 ya uwekezaji wa pamoja ndani ya UTT, mfuko huu unafanya vizuri sana kwa sababu umewekeza katika hisa pia. Kwa mfuko una 50% ya pesa zilizoko katika mfuko huu umewekeza kwenye hisa, na 50% nyingine umewekeza kwenye amana za muda mfupi, umewekeza pia kwenye hatifungani za serikali, government bondi za muda mrefu, na pia umewekeza kwenye hatifungani za makampuni, corporate bondi. Sisi tumeelewana mpaka hapo Kwa hiyo huu ni mfuko wa kwanza kuanzishwa na ni mfuko unaofanya vizuri sana. Ulianza na 70, sasa hivi ni 1530. Kwa hiyo ni mfuko ambao kama unataka kupata faida nzuri, competitive return, basi unaweza ukaanza kuwekeza katika mfuko huu wa Umoja. Sisi tumeelewana mpaka hapo Kwa hiyo ni mfuko mzuri sana, ni mfuko wa kwanza na unawekeza katika hisa pia. Kwa hiyo unapowekeza katika mfuko huu uelewe kwamba pesa inaweza ikashuka. Lakini tangu mfuko umeanza mpaka leo watu wengi waliowekeza katika mfuko huu, kama sio wote, wamekuwa wakipata faida, hamna hasara. Riski ni ndogo sana, kwa sababu katika kampuni hii kuna wataalamu wengi wanaowekeza kwa niaba yako na wamewekeza katika kampuni nyingi, kwa riski imekuwa diversified, kwa hatari imetawanywa, kwa sio rahisi kupata hasara katika mfuko huu. Huu ni mfuko wa kwanza, mfuko wa Umoja. Twende katika mfuko wa pili. Tukija katika mfuko wa pili unaopatikana katika taasisi ya UTT AMIS, ni mfuko wa Wekeza Maisha. Huu ni mfuko mzuri sana, kwani unaweza ukawekeza kwa lengo la uwekezaji na pia unapata faida ya bima. Katika mfuko huu bwana, unataja lengo la kiasi ambacho unataka wewe kukiwekeza. Labda unataka uwekeze milioni 50, milioni 100, lakini kiwango hicho kwa miaka 10 kisipungue milioni 1, kiwango chako cha uwekezaji. Na watu wanaoruhusiwa kuwekeza katika mfuko huu ni watu wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka miaka 55, na ni mfuko ambao ni kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo vikundi, kampuni haviruhusiwi kuwekeza katika mfuko huu. Kwa kwenye huu mfuko ni mfuko wa malengo, kwamba unasema bwana, mimi nataka niwekeze kwa miaka 10 kiasi cha milioni 1, cha milioni 10, cha milioni 100, lakini kisiwe tu chini ya milioni 1. Watu wenye miaka 18 mpaka miaka 55. Lakini katika mfuko huu bwana, kuna faida ya bima. Hiyo ni faida ambayo moja nzuri sana. Na hii faida ya bima bwana inatolewaje? Kwa watu ambao kuna namna mbili za kuwekeza katika mfuko huu wa Wekeza Maisha. Namna ya kwanza, unaweka kidogo kidogo mpaka unatimiza kile kiwango ambacho umekisema. Labda unaweza kwa kila mwezi unaweka 100,000 au kila mwezi unaweka milioni 1. Sisi tunaelewana, hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili ya kuwekeza, unaweza ukachukua kiasi cha pesa ukakiweka chote kwa mara moja. Labda ni milioni 50 ukaiweka yote kwa mara moja. Labda ni milioni 2 unaiweka yote kwa mara moja. Sisi tunaelewana mpaka hapo Sasa nimekwambia mfuko una faida ya bima. Sasa kwa wale watu ambao mtaamua kuweka kwa awamu, labda wewe unataka kila mwezi uwe unaweka labda 100,000 au unataka uweke milioni 1. Ukiweka kwa awamu, kiwango chako cha bima utakachopewa endapo ikitokea umekufa, bima ya maisha ina thamani sawa na kiasi kisicholipwa. Wewe ulistate lengo lako ni kuweka milioni 10 kwa miaka 10. Umekufa ukiwa umeweka milioni 6. Kwa hiyo bima yako itakuwa milioni 4, kiasi ambacho hakijalipwa. Sisi tumeelewana? Uliweka lengo la kuweka milioni 100 kwa miaka 10. Umekufa umeweka milioni 50. Kwa hiyo bima yako itakuwa ni milioni 50, kiasi ambacho bado hukukifanikisha kukilipa. Kwa wale wawekezaji wa awamu walioweka lengo la kuweka kwa awamu.
Wakati kwa wale ambao wanaweka hela nyingi kwa mkupuo, labda ni milioni 2 ameiweka kwa mara moja pap kwa miaka 10, wale mwekezaji atalipwa kinga ya bima ya maisha ina thamani sawa na kiwango alichochagua mwekezaji. Kwa hiyo kwa wale ambao mtaweka kwa mara moja, labda uliweka lengo la kwamba bwana, mimi nataka kwa miaka 10 niweke milioni 5 na ukaweka yote milioni 5. Kwa hiyo bima yako itakuwa ni hiyo milioni 5, kiasi ambacho ulikusudiwa kuweka au kilichowekwa, yani maana yake. Sio, tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo mfuko bwana ni mfuko mzuri sana. Unawekeza at the same time unapata faida ya bima, na kiwango cha chini cha kuwekeza kila mwezi katika mfuko huu ni 8,340. Sisi tumeelewana Na mfuko pia una sifa mbili. Umewekeza kwenye hisa ambao ni asilimia ambayo haizidi 40, lakini pia umewekeza kwenye masoko ya fedha yale, umewekeza kwenye hati fungani za serikali na corporate bond. Sisi tumeelewana Na hakuna kiwango cha juu cha kuwekeza katika mfuko huu wawekeza maisha, ila kiwango cha bima cha maximum ni milioni 25, kwa sababu nimekwambia kwenye bima ni kiwango ambacho hakijawekezwa. Labda ulisteti kwamba mimi nataka niweke milioni 200, kwa hiyo bima yako kaweka mpaka ikafika milioni 100. Kwa bima yako inabidi iwe ni milioni 100 ile ambayo haukufanikiwa kuweka. Lakini sasa sheria ya mfuko huu inasema kwamba bima haizidi milioni 25. Kwa mfano, nakupa mifano mingi ili uweze kuelewa. Wewe ulikusudiwa kuweka milioni 100. Sasa bima kama ilikuwa kila mwezi unatakiwa uweke kiasi fulani, na kwa bahati mbaya umekufa ukiwa na umeweka milioni 60, ina maana wewe imebaki milioni 40. Kwa kiuhalisia bima yako ilitakiwa iwe milioni 40 wapewe wale ndugu zako. Sasa kwa sababu sheria ya mfuko inasema kwamba bima haitakiwi kuzidi milioni 25, kwa hiyo utakayopewa pale utapewa ile maximum ambao ni milioni 25. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Ni mfuko ambao una performance nzuri kwa sababu umewekeza kwenye hisa, kwa hiyo una hatari ya uwekezaji wa wastani. Kwa wale watu ambao mnaogopa hatari, unaweza ukaenda kwenye mfuko ambao ina hatari. Japokuwa hatari kwenye uwekezaji wa pamoja UTT ni hatari ni ndogo sana. Unaweza usione kwenye maisha yako yote ya uwekezaji, kwa sababu hatari ya huku imepunguzwa, kwa sababu hii kampuni, hii taasisi inaenda kuwekeza kwa niaba yako, inawekeza sehemu ambako imefanya utafiti wa kutosha. Sisi tunaelewana. Lakini pia mfuko una mkono wa pongezi. Kama mwekezaji utawekeza katika kipindi chote bila kutoa hela, utapewa hela za ziada kama utakuwa umewekeza bila kutoa hela yako. Sisi tunaelewana Umeona? Kwa mfuko una sifa nyingi sana ambazo ni nzuri, ambazo ninaamini zitakufaa. Na kuna bima ya ajali ambapo mwekezaji atalipwa 20% ya kiwango alichokusudiwa kukiweka katika mpango wake wote wa uwekezaji. 20%. Kama utapata ajali, basi 20% utapewa ya kiwango ulichokusudiwa kuwekeza kwa miaka 10, kwa sababu nimekwambia uwekezaji huu una muda wa zuio la miaka 10. Sisi tumeelewana. Na ukitoa pesa zako kabla haijatimia miaka 5 unakatwa 2%. Utakatwa 2%. Na baada ya miaka 5, kuanzia ule mwaka wa 6 mpaka wa 10, unaruhusiwa kutoa hadi 75% ya hela yako. Sisi tumeelewana mpaka hapo Na hakuna gharama za kujitoa kama utatoka baada ya miaka 10. Sisi tumeelewana Kwa hiyo performance ya mfuko mwaka 2023-24 ilikuwa ni 14.8 kwa mwaka. Mwaka 2024-25 ilikuwa 15.3 kwa mwaka. Na by the way, katika mifuko yote ya taasisi ya UTT ina average return ya 12% mpaka 14% kwa mwaka. Kwa ukiwekeza pesa yako 12% kwa mwaka, ukiweka milioni 1 na maana ni 120,000, ujumlisha na ile milioni 1, kwa hiyo itakuwa milioni 1,120,000. Kama una milioni 100, ina maana 12% ni inakuwa milioni 12. Kama mfuko umeperform 15%, ina maana inakuwa ni milioni 15. Sio, tumeelewana Huo ni mfuko wa pili, mfuko wa wekeza maisha. Kubwa la kulielewa ni mfuko ambao watu wenye miaka 18 mpaka 15, na ni mfuko kwa ajili ya mtu mmoja. Vikundi na taasisi haziruhusiwi kuwekeza katika mfuko huu. Na mfuko una sifa ya bima. Kuna bima ya ajali ambapo ukipata ajali unapewa 20% ya kile kiwango ambacho wewe uliweka lengo la kuwekeza. Kwa sababu kabla hujaanza kuwekeza katika mfuko wa wekeza maisha, una state kwamba mimi nataka niwekeze kiasi fulani. Na mfuko pia una bima ya maisha, kwa maana kwamba ikitokea umekufa, utapewa 1% ya kiwango ambacho ulitakiwa ukiweke hujakiweka. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa nadhani nimekupatia mifano ya kutosha. Twende kwenye mfuko wa tatu. Tukija katika mfuko wa tatu unaopatikana katika taasisi ya UTT AMIS, ni mfuko wa watoto, yani watoto fund. Huu ni mfuko mzuri sana. Lengo kubwa la mfuko huu bwana, ulianzishwa kwa ajili ya kuwasaidia wazazi kupata ada kwa ajili ya watoto wao. Kwa mfuko
ni kwa ajili ya mtoto yoyote ambaye yuko chini ya miaka 18, na unapowekeza katika mfuko huu huruhusiwi kutoa hela mpaka mtoto atakapofikia miaka 12, na ukitoa hela chini ya miaka mitatu utakatwa 1%. Kwa unapowekeza katika mfuko huu wa watoto ni kwa ajili ya ada, itakuja kukusaidia mtoto wako. Ndio maana wameweka kwamba unaruhusiwa kutoa hela mtoto atakapofikia umri wa miaka 12, kwa sababu wanajua katika umri huo watoto wengi wanakuwa wako sekondari, wameingia sekondari, na ada huwa mara nyingi inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo ni mfuko mzuri sana, na uwekezaji katika mfuko huu ni kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Japokuwa mfuko huu hauna ukomo wa uwekezaji, lakini mtoto atakapofikia umri wa miaka 24 basi uwekezaji huu utafika mwisho. Kwa hiyo utatakiwa aidha uhamishe zile hela, uhamishe kwa mtoto mwingine ambaye yuko chini ya miaka 18, au uzitoe zile hela ziende kuwekeza katika mifuko mengine. Na hiyo hela inaweza kumsaidia hata mtoto, kwa sababu miaka 24 watoto wengi wanakuwa wamemaliza chuo. Unaweza ukaitumia hiyo pesa kumpa mtoto wako kama mtaji, kwa sababu uliwekeza kwa ajili yake. Kwa hiyo ni mfuko mzuri sana ambao unaweza ukawa nao. Ni mfuko wa tatu kuanzishwa katika taasisi ya UTT AMIS. Na unaweza ukapata pesa zako ndani ya siku 10 za kazi, na unaruhusiwa kutoa pesa pindi mtoto atakapofikia umri wa miaka 12 kama nilivyosema. Na kiwango cha chini cha kuanza kuwekeza katika mfuko huu, hata ukiwa na shilingi 10,000 unaweza ukaanza kuwekeza. Ndio maana nimeambia uwekezaji wa pamoja katika UTT AMIS ni uwekezaji wa rafiki kwa watu wa kipato cha chini na kipato cha kati. 10,000 unaanza kuwekeza, na ukiwa na 5,000 unaweza ukaendelea kuwekeza hata kwa kutumia simu yako. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Performance ya mfuko huu mwaka 2023-24 ilikuwa 14.1% kwa mwaka. Na kubwa la kuelewa katika mfuko huu wa watoto fund, ni mfuko ambao pia unawekeza katika hisa. Mfuko wa kwanza niliyokutajia ulikuwa Umoja nao pia unawekeza katika hisa. Kwa nusu ya hela unakuta zinaingia kwenye hisa, hela zingine zinaingia kwenye amana za fedha za muda mfupi na za muda mrefu. Government bond, treasury bills, treasury bonds. Sisi tunaelewana. Mfuko wa pili nilikwambia pia wekeza maisha, una sifa kuwekeza katika hisa na unawekeza pia katika sehemu ambako hazina hatari. Na mfuko wa tatu wa watoto pia unawekeza pia nao kwenye hisa. Kwa nikisema mfuko unawekeza kwenye hisa, ina maana mfuko una hatari ya uwekezaji ya wastani. Lakini nimekwambia hatari ya uwekezaji katika taasisi ya UTT AMIS imedhibitiwa. Ni hatari ndogo sana sana sana. Kwa hiyo sio rahisi kuiona. Unaweza kuwekeza kwa miaka zaidi ya 30, 40 au kwa miaka hata 5 usije ukaiona kabisa hiyo hatari, kwa sababu taasisi hii ina wataalamu wa uwekezaji ambao wanawekeza kwa niaba yako. Wewe unawapa pesa, mimi, wewe, yule, wale, vikundi, taasisi, kampuni zinatoa pesa, zinaipa hii taasisi. Hii taasisi inaenda kuwekeza kwa niaba yako. Kwa hiyo inakuwa makini kabla iwekeza, inafanya utafiti wa kutosha, kwa sababu ina financial analyst wakubwa, kwa sio rahisi kupata hasara. Kwa hiyo mfuko pia unawekeza katika hisa. Kwa kama nilivyokuambia pia, ukitoa pesa yako kabla ya miaka 3 utakatwa 1%, lakini baada ya hapo hautakatwa pesa yoyote. Na unaruhusiwa kutoa pesa mtoto wako atakapotimiza umri wa miaka 12, na mtoto atakapotimiza miaka 24 inakuwa ukomo kwa wewe kuwekeza katika mfuko huu. Labda uchukue zile pesa uzihamishe kwa mtoto wako mwingine ambaye yuko chini ya miaka 18, au uhamishe zile pesa uweke katika mifuko mingine, au uchukue zile pesa umpe mtoto wako kama mtaji wa kwenda kuanzia maisha. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Ni mzazi au mlezi unaweza kuwekeza kwa niaba ya mtoto wako. Tukija katika mfuko wa 4 unaopatikana katika taasisi ya UTT AMIS, ni mfuko wa JKIM. Huu ni mfuko mzuri sana kwa sababu mfuko una malengo mawili. Lengo la kwanza ni kukuza mtaji, yani unaweka hela kila mwezi au kila siku kidogo kidogo, na ile hela inakuwa inaongezeka kutokana na faida inayoipata kutoka sehemu mbalimbali ambako mfuko imewekeza. Lakini lengo la pili ya mfuko huu ni kutoa gawio, ambapo unaweza kupata gawio kila baada ya miezi 3 la robo mwaka, na unaweza kupata gawio la mara moja kwa mwaka, utachagua wewe. Ni mfuko rafiki ambapo unaweza kuwekeza wewe kama mtu mmoja, wewe na partner wako, wewe kama kikundi, mnaweza mkawekeza kama kampuni au kama taasisi. Na Watanzania na watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mnaruhusiwa kuwekeza katika mfuko huu. Huu ni mfuko mzuri sana kwa sababu ukitaka upate gawio kila baada ya miezi 3, la gawio la robo mwaka, kima cha chini cha kuwekeza ni shilingi milioni 2. Na ukitaka upate gawio mara moja kwa mwaka, kima cha chini cha kuwekeza ni shilingi milioni 1. Ni mfuko mzuri sana. Ulianza mwaka 2005 na ni mfuko wa 4 wa kuanzisha, na sifa ya mfuko pia unawekeza katika hisa. Kwa hiyo una hatari ya uwekezaji ya wastani, ambapo hela zinazowekeza katika hisa zizidi ya 35% za mfuko huu. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa kuna hatari ya uwekezaji ya wastani. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Lakini kwa lengo la kukuza mtaji,
Kwa wale ambao mnasema mimi nitaweka tu bila kupata gawio, kima cha chini cha kuwekeza kianzio ni shilingi 5,000 na kiasi cha nyongeza ni shilingi 15,000. Sisi tunaelewana mpaka hapo Na mfuko bwana, ukitoa hela kabla ya mwaka mmoja utakatwa 2%. Yaani kama utaanza kuweka hela afu kataka kuitoa haijatimiza miaka mmoja utakatwa 2%. Lakini ukitoa hela kati ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili utakatwa 1.5, na ukitoa hela kati ya miaka miwili mpaka miaka mitatu utakatwa 1%. Na kama hela yako itakaa kuanzia miaka mitatu na kuendelea, miaka 4 5, huko hautakatwa pesa yoyote utakapohitaji pesa yako. Sisi tunaelewana Ukihitaji pesa yako ulizoziwekeza katika mfuko huu wa Jikimu, ni ndani ya siku 10 za kazi unaweza ukapata fedha zako. Mfuko una performance nzuri sana. Mwaka 2023 kwenda mwaka 2024 ilitoa riba ya 13.7 kwa mwaka, na mwaka 2024 kwenda 2025 ilitoa riba ya 15.5 kwa mwaka. Kwa aliyeweka milioni 10 alipata faida ya milioni 1.5 kwa ukijumlisha na ile 10 na kwa milioni 11.5. Vivyo hivyo aliyeweka milioni 100, kwa mfano kama ungekuwa umeweka milioni 100, 15.5 kwa mwaka pasenti, ungekuwa mpata faida ya milioni 15.5. Kwa ujumlisha na ile milioni 100 na kwa milioni 115.5. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri nao una sifa ya uwekezaji katika hisa. Moja kwa moja tuende katika mfuko mwingine wa 5 sasa, ndio mfuko unaopendwa zaidi na watu wengi, Liquid Fund. Tukija katika mfuko wa 5 ndani ya taasisi ya UTT AMIS ni mfuko wa ukwasi, Liquid Fund. Huu ni mfuko ambao watu wengi wanaupenda na ndio maana una hela kuliko mifuko yote. Na nitakwambia kwa nini watu wengi wanapenda sana mfuko wa ukwasi au Liquid Fund. Kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza ni mfuko ambao hauna hatari kabisa, kwa sababu pesa zote katika mfuko huu umewekezwa sehemu ambako kuna mapato ya kudumu. Umewekezwa katika amana za muda mfupi na za muda mrefu, na katika hatifungani za serikali na za makampuni, yani government bond na corporate bond. Kwa hiyo ni mfuko ambao hauna hatari ya uwekezaji kabisa. Na sababu ya pili kwa nini watu wengi wanaupenda mfuko huu na wamewekeza katika mfuko huu ni kwa sababu mfuko huu ukihitaji pesa zako ni chapu sana. Ndani ya siku 3 za kazi unakuwa umepata fedha ulizowekeza katika mfuko huu. Na mfuko huu bwana, unaweza kuwekeza wewe kama mtu binafsi, kama kikundi, kama kampuni, kama taasisi, na mkazi yoyote wa Tanzania mkazi, na hata asiye mkazi, na mtu yoyote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na pia katika mfuko huu bwana, hakuna gharama za kujiunga na wala hakuna gharama za kujitoa. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Kiwango cha chini cha kuanza kuwekeza katika mfuko huu ni shilingi 100,000. Kwa ukiwa na 100,000 tu unaanza kuwekeza katika mfuko wa ukwasi au Liquid Fund. Na kiwango cha nyongeza cha kuwekeza katika mfuko huu ni shilingi 10,000 tu, ambao ninaamini kila mtu anaimudu. Mfuko ulianza mwaka 2008 na tangu umeanza umekuwa na performance nzuri kabisa. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu katika mfuko huu ni kwamba mfuko wa ukwasi una performance nzuri. Mwaka 2023 kwenda mwaka 2024 ulitoa riba ya 12.9 kwa mwaka. Mwaka 2024 kwenda mwaka 2025 ulitoa riba ya 13.3 kwa mwaka. Hii ni kusema kwamba kama ungekuwa umeweka milioni 1 katika mfuko huu na imekaa mwaka mzima, ungepata 13.3 ambayo ingekuwa ni shilingi 133,000. Mwingine atasema Victor, 133,000 ni ndogo sana. Mimi nimeweka milioni ikae mwaka mzima. Si bora nifanye biashara? Kiuhalisia ni kwamba sio pesa zote unazozipata kwenye biashara unatakiwa uzirudishe kwenye biashara. Pesa zingine unaziwekeza, na hii 13% unaweza kuiona ndogo, lakini ukiwekeza kwa muda mrefu inakuwa ni pesa nyingi sana. Na kwa sababu pia kuna compounding interest. Nadhani ushawahi kusikia kitu kama hicho. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Tukija katika mfuko wa 6 unaopatikana katika taasisi ya UTT ni mfuko wa hatifungani, yani bond fund. Na sifa kubwa ya mfuko huu bwana, ni mfuko salama zaidi, kwa sababu sehemu kubwa, 90% ya pesa katika mfuko huu zimewekezwa katika hatifungani za serikali. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ni mfuko salama sana. Unapoweka hela zako huku una uhakika kwamba pesa zako ziko salama na daima zitaongezeka tu. Ni mfuko ambao unamruhusu mtu mmoja, kikundi au kampuni wa Tanzania, hata wale ambao sio wa Tanzania mnaruhusiwa kuwekeza katika mfuko huu. Na zaidi pia katika mfuko huu bwana, ukihitaji pesa yako ni ndani ya siku 10 za kazi. Na mfuko huu bwana una malengo mawili. Lengo la kukuza mtaji ambapo kianzio ni 50,000 na kiasi cha nyongeza ni shilingi 5,000 kwa wale watu ambao mnaweka tu kwa lengo la kukuza mtaji. Lakini pia mfuko una malengo ya gawio. Ukitaka upate gawio kila baada ya miezi 6, kiwango cha chini cha kuwekeza ni milioni 5. Ukitaka upate gawio kila mwezi
kiwango cha chini cha kuwekeza ni milioni 10. Kuna wale watu ambao wanataka labda umestaafu, umepata pesa nyingi kwa mara moja, huu mfuko ndio unakufaa. Kwa sababu unawekeza kwa malengo. Kwa mfano umepata pesa nyingi kwa mara moja, inaweza ni milioni 10, inaweza ni milioni 100. Ukiwekeza milioni 100, unaweza kupewa gawio kila mwezi, unapewa gawio. Inakuwa kama mshahara vile. Kwa hiyo ni watu ambao mmetoka kwenye mavuno, mmepata mshahara, mmepata marupurupu, au watu ambao mmepata zile fedha za mafao, mnaweza mkaanza kuwekeza katika mfuko huu. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Na kiwango cha nyongeza, unaweza ukiwa na 5,000 tu unaruhusiwa kuweka nyongeza. Na unaweza ukatumia vipande katika mfuko huu kuombea mkopo. Actually hata kwenye mfuko ukwasi pia ni iko hivyo. Unaweza ukaombea mkopo, ukatumia vipande vyako kama dhamana na ukapewa mkopo katika taasisi za fedha. Mfuko performance yake mwaka 2023-24 ulikuwa na 12.5% kwa mwaka, na mwaka 2024-2025 ulikuwa na 13.4% kwa mwaka kama riba yake. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ni mfuko mmoja mzuri sana. Kwa hiyo unaruhusiwa kuwekeza wewe, kikundi, hata watoto pia wanaruhusiwa, kampuni zinaruhusiwa, na ndio mfuko wa mwisho katika mifuko yote 6 ya UTT. Kubwa kabisa la kuelewa kwamba katika hii mifuko yote 6 ya UTT, mifuko 4 ya mwanzo inawekeza katika hisa. Kwa hiyo ina hatari ya uwekezaji ya wastani. Mfuko wa Umoja Fund, mfuko wa Wekeza Maisha, mfuko wa Jikimu na mfuko wa watoto. Hii mifuko 4 ya mwanzo inawekeza katika hisa. Kwa hiyo unapoweka hela zako katika hii mifuko 4, ni muhimu ukaelewa kwamba kuna hatari kidogo, japo hatari yake ni ndogo sana, kwa sababu taasisi hii ina wataalamu wa kutosha wa uwekezaji. Mkiwapatia pesa wanaenda wanaiwekeza katika hisa na sehemu zingine, lakini wanaiwekeza kwa uangalifu mkubwa, na wao wanatawanya ule uwekezaji. Kwa hiyo ndio maana riski katika mifuko hii ni ndogo sana. Lakini hii mifuko miwili ya mwisho, mfuko wa ukwasi liquid fund na mfuko wa hatifungani bond fund, hii mifuko haina hatari kabisa, kwa sababu fedha katika mfuko huu zinawekezwa katika sehemu ambako kuna mapato ya uhakika yasiyobadilika. Haziwekezi fedha kwenye hisa katika mifuko hii miwili. Na cha uelewa pia ni kwamba kama umezisikiliza mpaka mwisho, huelewi uwekeze mfuko gani, nimeandaa darasa maalum la uwekezaji wa pamoja, ambapo katika darasa hilo mpendwa, nitakufundisha hatua kwa hatua jinsi ya kuanza kuwekeza katika uwekezaji wa pamoja. Nitakufundisha kwa undani kuhusiana na mifuko hii. Nitakuelekeza jinsi ya kuchagua mfuko bora utakao kufaa kutokana na kipato chako, kutokana na malengo yako. Haya ni mafunzo kwa njia ya mtandao. Popote ulipo Tanzania na duniani, uko Marekani, upo China, unanifuatilia kutoka Kenya, unanifuatilia kutoka Uganda, unanifuatilia kutoka Rwanda na nchi nyingine yoyote, unaweza kujiunga na mafunzo haya kwa njia ya WhatsApp. Ni mafunzo ambayo yataanza tarehe 20 mpaka tarehe 24. Nitakuelekeza kuhusiana na uwekezaji wa pamoja. Na hapa uwekezaji wa pamoja leo nimeelekeza kuhusiana na UTT peke yake na mifuko yake 6. Lakini pia uwekezaji wa pamoja kuna mifuko mingine kutoka kwenye taasisi zingine. Kuna mfuko wa Faida Fund kutoka taasisi ya watumishi, Housing ni taasisi ya serikali pia. Mfuko mzuri kabisa. Kuna mfuko pia wa Inuka Fund kutoka kwa Orbit Security, kuna mfuko pia Watimiza Fund kutoka Zan Security, kuna mfuko pia kutoka kwenye iTrust. Wana mifuko mingi. Sisi tunaelewana mpendwa. Kwa karibu katika darasa langu la uwekezaji wa pamoja, ujifunze mifuko hii yote na uchague mfuko utakao kufaa kutokana na malengo yako, kutokana na kipato chako. Nitakuchambulia mfuko mmoja baada nyingine. Tutajifunza kwa njia ya maandishi, nitakupa vitabu, nitajifunza pia kwa njia ya sauti, nitakutumia sauti utakayosikiliza, kwa njia ya picha na kwa njia ya video. Kwa karibu bwana, hilo sio darasa la kukosa. Kiingilio ni shilingi 35,000 tu, lakini watu 30 wa mwanzo kujiunga watalipa 25,000 badala ya 35,000. Na ofa hii ni kama utajiunga kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa 5. Baada ya hapo basi utalipa 35,000. Haya mafunzo sio ya kukosa. Karibu sana, nitafurahi kukuona katika darasa la uwekezaji wa pamoja. Na nitakwambia kwa nini uwekezaji wa pamoja ni uwekezaji bora kuliko uwekezaji mwingine. Kwa nini uwekezaji wa pamoja unakuwa ni uwekezaji salama zaidi? Kwa wale watu ambao hamtaki riski, hamtaki kuwekeza kwenye sehemu ambako zina hatari kama hisa, karibu katika uwekezaji wa pamoja. Karibu katika mafunzo yangu ya darasa la uwekezaji wa pamoja. Nimekwambia ni 35,000, lakini watu 30 wa mwanzo watalipa 25,000. Na ofa ni kama utalipa kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa 5. Karibu sana, nitafurahi kukuona. Kumbuka, mafunzo ni kwa njia ya mtandao, ni online. Kwa popote pale ulipo unaweza ukajifunza. Nitakufundisha kwa lugha rahisi kabisa, hata ambaye umeishia darasa la 7 unaweza ukaelewa, na ni kwa lugha ya Kiswahili. Karibu sana. Mwisho na kwa muhimu zaidi, unaweza kujifunza mambo mengi kuhusu fedha, biashara na mafanikio na mambo ya uwekezaji kupitia vitabu vyangu 4. Kitabu changu hiki ndio kitabu changu kipya na cha mwisho, kinaitwa
Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Bonge moja la kitabu. Kama unataka kubadilisha maisha yako ya kiuchumi na kufikia uhuru wa kifedha, tafadhali soma kitabu hiki. Ni 25,000 tu. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza ukakipata. Lakini pia nimeandika kitabu cha biashara na ujasiriamali. Unataka kuanzisha biashara, una biashara unataka kuikuza, soma kitabu hiki. Kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Ni 20,000. Nimeandika pia kitabu cha Nguvu ya Kujua. Kitabu kinaeleza mambo 16 unayopaswa kuyajua na kuyazingatia ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Kitabu muhimu kwa ajili hiki kitabu unaweza kumpa mtoto wako aliye form 1, form 4 akisome. Aliyemsomi, asiyemsomi anakisoma kitabu hiki na kitamsaidia. Kinaeleza mafanikio na utajiri unaanzia kichwani. Usipobadili namna unavyoamini na kufikiria, utaishia kuwa mtu wa kawaida siku zote. Lakini pia nina kitabu kingine kinaitwa Kanuni 20 za Fedha. Ndio kitabu changu cha kwanza kuandika, kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Pia nimeeleza mambo ya uwekezaji, aina mbalimbali za uwekezaji kwenye hisa, tifungani, uwekezaji wa pamoja UTT. Nimeeleza pia uwekezaji katika mali zisizohamishika, real estate, katika viwanja, nyumba na aina nyingine za uwekezaji. Kitabu hiki nacho ni shilingi 20,000. Kupata vitabu hivi piga namba za simu unazoziona katika skrini au 0744 12 66 40. Na by the way, kama wewe ni mfanyabiashara, una biashara, kwa sasa bwana, tuna mfumo wetu wa kusimamia biashara kisasa unaitwa Biashara Soft. Kupitia mfumo wetu wa Biashara Soft, bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo wetu utakutumia ujumbe, utakutumia message. Bidhaa ikiisha, mfumo utakujulisha. Na pia kupitia mfumo wetu utaona bidhaa zinazotoka sana, yani fast moving product, na utaona bidhaa ambazo hazitoki, slow moving product. Na mfumo pia utakuonyesha top profitable product kwenye biashara yako, yani bidhaa ambazo zinakupa faida kubwa. Na zuri zaidi, mfumo wetu utakuonyesha royal customer, wateja wakubwa, wateja wanaojirudia sana kwako, na utawaona wateja kutokana na mikoa na wilaya waliopo. Kama wewe unauza Dar nzima, utaona wateja ulionao Ilala, Ubungo, utaona wateja ulionao Kigamboni. Na kama unauza nchi nzima, utaona wateja ulionao kwenye kila mkoa, Mbeya, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha, Tanga, utaona wateja wa mikoa yote. Na hii itakusaidia hata utakapotaka kufungua branch, utaona wateja wengi unao katika mkoa gani na wilaya zipi. Mfumo wetu una track wateja kutokana na mikoa, region na district wanazotokea. Ni mfumo mzuri sana na ni wa kisasa. Na nimekwambia kama unauza pia bidhaa zinazo expire, mfumo utakuonyesha bidhaa zinazokaribia ku expire. Wale mnauza dawa, maduka ya pharmacy, na mfumo pia utakwambia thamani ya mzigo wote unaoenda ku expire na thamani ya mzigo pia ulio expire. Labda bwana, mzigo unaokaribia ku expire una thamani ya milioni 10 na ni bidhaa 1, 2, 3. Utaziona bidhaa ambazo zina expire na bidhaa ambazo zinakaribia ku expire. Mfumo pia utakujulisha kama bidhaa imeisha au inakaribia kuisha, na kuna section utaona bidhaa ambazo zinakaribia kuisha na bidhaa ambazo zimeisha. Ni mfumo mzuri sana, unaitwa Biashara Soft. Wasiliana nasi kwa namba za simu unazoziona katika skrini kupata mfumo wetu. Ni rahisi sana kutumia, hauhitaji uwe na elimu ya kiuhasibu, na ni kwa lugha ya Kiswahili na kwa lugha ya Kiingereza unapatikana. Piga namba za simu unazoziona katika skrini kupata mfumo wetu wa kusimamia biashara kidigitali. Dhama za kusimamia biashara kwa kuandika stock kwenye madaftari, kupiga mahesabu zimepitwa na wakati. Ukiwa na mfumo wetu, hauhitaji kuandika kwenye madaftari, hauhitaji kupiga mahesabu. Mfumo wetu haukosei katika mahesabu na unakupa ripoti za kisasa kabisa. Karibu sana kututafuta kwa namba unazoziona katika screen kupata mfumo wetu wa Biashara Soft. Nifuatilie zaidi kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene na Biashara Soft. Asante sana, hadi wakati mwingine.